Bana, ule msemo maskini hana kiapo umetimia hii leo baada ya Mwijaku kuonekana Kahama kwenye harusi ya Mona Lisa, mtoto wa GSM wa Katoro. Of course Mwijaku katika ile send off alitoa mapovu mengi sana akimtupia madongo GSM wa Katoro kwamba sio tajiri. Katoro hakuna tajiri yoyote ambaye anaishi huko kanda ya Ziwa. Matajiri wote wapo Dar es Salaam. Lakini hii leo ameonekana huko Kahama ambapo ndipo inapofanyika harusi ya mtoto wa GSM wa Katoro, and of course Mwijaku ameokota mpunga mrefu sana huko. Anyway, time hii nimekuandalia list ya mambo 10 ambayo yametikisa nchi katika harusi hiyo ya mtoto wa GSM wa Katoro. And of course mambo haya ni yale ambayo yametokea tu mchana, yani katika matukio ya kanisani na matukio mengine ya kifamilia na ya kijamii pia. So nitakuletea pia video nyingine ambayo tutazungumzia matukio ambayo yalitokea ukumbini katika usiku wa Bonnie na Mona Lisa, au sio? Tukio la kwanza ni namna ambavyo Mwijaku aliokota mpunga mrefu sana. Of course Mwijaku aliokota zaidi ya milioni 30 katika tukio hilo pekee. So hata ungekuwa ni wewe bado ungekuwa na ile kauli ya kwamba Katoro hakuna matajiri. Bana. So Mwijaku hapa alikuwa akihesabu kibunda ambacho ameokota huko. Nakumbuka kwamba hizi anazozihesabu ni noti za dola 100 pekee, alafu hapo pembeni ameweka noti za Kitanzania ambazo hizo hakutaka hata kuzihesabu. So far hizi noti za dola 100 pekee zimefika si chini ya dola 1080 ambazo kibongobongo ni sawa na kama milioni 21 hivi, au sio? Baadaye so far Mwijaku ameokota pesa ndefu sana, na pesa hii yote ambayo ameiokota, kumbuka kwamba haijatoka kwa bilionea GSM wa Katoro. Hii pesa imetoka tu kwa moja kati ya vijana wadogo kabisa ambaye of course huyu hajafika hata miaka 30, lakini kijana ambaye anamiliki mpunga mrefu sana. So Mwijaku alipita katika saluni ya kijana huyu, mwenyewe ni huyu hapo ambaye unamuona pembeni amekamata simu hivi. Design kwa anaongea na simu, lakini ni mapozi ya matajiri. Mshikaji alimpitisha Mwijaku pale saluni kwake. Mwijaku akanyona nini, kisha akafanya kipromo fulani hivi, alafu akaja kumuokotesha bunda hilo hapo. Kuna watu wana pesa, au sio? Anyway, jambo la pili ni ukumbi bana. Ukumbi wa hii harusi ni noma, ni bonge moja la ukumbi. Kwanza ukumbi unaambia unabeba zaidi ya watu 1000, lakini pia mapambo ambayo yamehusika katika ukumbi huo ni inaweza kuwa ni budget ya harusi nzima ya mtu fulani. Hatari sana. Hapa nje ya ukumbi kuna bar kwanza, yani watu watagonga sana vinywaji hapo bure, lakini pia kuna space za watu kukaa nje na ndani pia, yani ndani pasipotosha wengine watakuja watakaa hapa nje, kwa sababu pia kuna LED screen kubwa, sio vile TV vyenu ambavyo mshazoea kuviona sijui inchi 42. Bana, hapa kuna LED screen kubwa ambazo zitafungwa hapo, so ambao watakao kuwa nje watamuona bi harusi na bwana harusi kama tu ambao wapo ndani. Noma sana. Lakini jambo jingine bana ni namna ambavyo harusi hii imejaza wanakahama. Of course kanisani kulijaa, palikuwa hapatoshi, hamna hata pa kutema mate. Watu walikuwa ni wengi sana, kila mtu anataka kushuhudia tukio hili la kihistoria. And by the way, harusi hii iliteka hisia za watu since day one, au sio? Anyways, tukio jingine ni msafara wao. Hii si story kubwa kwa sababu tayari tulishaona msafara wao katika send off. Kulikuwa kuna magari mengi sana ya kifahari. So far katika harusi pia ndinga zilikuwa ni nyingi sana za kifahari, noma kabisa. Licha ya kwamba maneno yalikuwa ni mengi sana kwamba magari ni ya porini na nini, lakini hizi ndinga pesa yake si ya kitoto. Humo kulikuwa kuna V8 kama zote, Land Rover na nini, yani ni magari fulani vyote ni luxury. So far ni noma kabisa, mpaka G-Wagon ilikuwepo hapo. Lakini pia tukio jingine ni namna ambavyo harusi hii ilivuka mipaka zaidi na kwenda kuchangia milioni 35 katika kituo cha watoto yatima. So hebu fikiria, hiyo milioni 35 sio budget ya harusi nzima ya mtu pia. Noma. Sasa wenzako hicho kitita wameenda kuchangia katika kituo cha watoto yatima. Tuna mchango wamewasilisha kwa kununua vifaa kazi kama magodoro, kama ambavyo unaona hapa, vinywaji wamewapelekea misosi pia. Vitu vilikuwa ni vingi sana ambavyo wamevipeleka, kwa sababu of course ukipeleka kibunda sometimes wale wanaoendesha kile kituo
wanaweza hicho kibunda wakakiteketeza, lakini wao wakaamua kupeleka vifaa ambavyo watoto wao vitawanufaisha, au sio bana? Lakini tukio jingine bana ni shughuli ambazo zimefanyika. Of course baada ya kutoka kanisani kuna shughuli fulani hivi kafanyika, ambao hapo ndo tulimshuhudia Mwijaku akimwaga sifa kwa watu wa Katoro. So hii shughuli inaonekana kuwa na shughuli mbili ndani. Hii harusi inaonekana kuwa na shughuli mbili ndani yake. Yani hii ya mchana ihusiani na ile ya usiku. So far usiku pia inaenda inapigwa nyingine noma kabisa. Na tukio jingine ni chawa wao bana, huyo anaitwa Mr. Paul Brand. Mr. Paul Brand kuna time alikuwa anaonekana kama vile anawakela sasa matajiri. Hapa ambapo unaona alivutwa pembeni na kuambiwa bana hivyo vitu ambavyo unavyovizungumzia hebu kausha kwanza. Lakini hata pia kuna time alikuwa akimsifia sana tajiri, mpaka tajiri alionekana kumind fulani hivi. Hebu tumuangalie kidogo hapa afu utaniambia hapa tajiri alikuwa amemind au ndo mapozi ya matajiri. Kama mkakataa ana viwanja vingi pia Oyster Bay na Masaki Dar es Salaam. Huyu hapa GSM. Kichambili kwa wapi jamani? Kapelea yupo na mke wake, mtoto 2000. Hataki shida. GSM. Dar es Salaam mlikuwa mnamtamani kubora kwa mara pili. Huyu hapa na leo unatoa dola tajiri. Ongea tusiogope, sema na aibu tajiri. Sema tu ndio unatoa dola. Unatoa dola? Ongea tajiri. Usinikonyeze tajiri, ongea. Tajiri ananikonyeza mpo, tulia po. Acha po. Ile nataka nijibu ile message yenu kwamba tajiri alikuwa anakukataa. Huyu hapa sasa mlisema simwachi. Huyu hapa big upo na Mea huyu hapo. Mea na Msakasuku katika. Anyway, tukio jingine bana ni namna ambavyo bilionea wa Katoro ameonesha kutokuwa na kinyongo na Mwijaku, licha ya Mwijaku kutoa shombo nyingi sana kuhusiana na yeye. Alizungumza mambo mengi sana unajua, lakini katika ile hafla fupi ambayo ilifanyika mchana, I think hapo ndipo pia ilikusanywa baadhi ya michango ambayo ikaongezewa kwa ajili ya kupeleka katika kituo cha watoto yatima. Mwijaku alipewa nafasi ya kuzungumza katika hafla hiyo, na Mwijaku akamkaribisha bilionea pale mbele GSM wa Katoro, na GSM akaja pamoja na mkewe. Of course vibe likawa ni fresh tu, yani like hakuna kitu kibaya ambacho kili happen kati yao wawili, licha ya kuwa Mwijaku alimtupia madongo sana bilionea. Of course kama hukupata maneno ambayo Mwijaku aliyazungumza, basi katika video yetu iliyopita tuliyazungumzia maneno hayo, and of course hata clip ya Mwijaku pia ipo humo. So angalia video iliyopita ya mambo 10 ambayo yali happen katika send off ya mtoto wa huyo bilionea wa Katoro. So hayo ndo mambo 10 ambayo yametokea katika harusi yao so far mpaka right now, muda huu ambapo of course mambo ambayo yanaenda kutokea ukumbini sija kuwekea katika video hii, kwa sababu mpaka tuna record video hii basi ukumbini bado hakija happen. So far endelea kukaa karibu na The Third TV, kwa sababu kesho mapema sana utakutana na mambo 10 ambayo yametokea ukumbini yaliyotikisa nchi. Hii inaitwa ni harusi ya taifa. Lakini mpaka right now kitu ambacho mimi naweza kukwambia ni kwamba maharusi hawa bana wameiteka nchi na wamependeza sana katika siku yao ya harusi kama ambavyo unaona, au sio bana? So subscribe channel hii ili uzidi kupata updates zote za kinachoendelea Katoro, lakini pia stories zote za burudani zinadondoka hapa kila siku, au sio bana? Ciao.